Moja kati ya concept kubwa ambayo imebeba maswali mengi ni kwa nini Clam amemchapa kimbora cha mguu mama yake mzazi ingawa ni nje ya makubaliano ya sharti kutoka kwa mkuu wa Freemason kwa maana ya Balaam, ingawa ipo njia ya kujinasua na ameshaambiwa tayari. Lakini pili, je, Aisha katika kumkataa kiulizo na kuvunja mahusiano yake na yeye pamoja na kumkabidhi kila alichopewa ama kununuliwa na kiulizo, itakuwa ni safari yake ya heri kwenye penzi jipya la Matula au ni kilio na kusaga meno ndicho ambacho kinakuja? Concept ya tatu, mke wa Mgaya ametoa pingamizi zito dhidi ya mtoto kutolewa kafara. Je, mke huyu wa Mgaya ana nguvu za aina gani kuweza kuzuia hilo na ni kwa njia gani? Na concept ya nne, Matula alimuahidi Mwamba kwamba atamsaidia na anapaswa kufika eneo fulani wa saa fulani. Je, kwa nini kamweka ufukweni pasipo kuonekana? Dhamira kubwa ya Matula ni nini? Anyway, leo kuna concept hizo 4 nitazianalyze vizuri ili uweze kuelewa what will happen to the next episode. Karibu Kibox Media, I'm Timothy, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo filamu. Make sure una like video hii kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. After saying so, take a break, halafu nikupitisha kwenye concept na deep analysis iweze kukufikia kwenye brain. Tukianza na concept ya kwanza, Clam ameshaambiwa ili kuweza kujinasua kwenye hicho kinyang'anyiro kizito ambacho hapo nacho, anapaswa kwenda Switzerland, ndio? Yes. Baada ya hapo aende German na akitoka hapo aende Paris, Ufaransa. Na katika hiyo safari lazima atekeleze kafara za watu 7 ambao anaweza kuwatoa ili ajitoe kwenye hicho kinyang'anyiro. Sasa swali ni kwamba kama alikuwa tayari kufanya hivyo, kwa nini ameamua kumchapa kimbora cha mguu mama yake? Lakini pili, unadhani hizo kafara 7 haiwezi kuhusika na kumtoa kafara mama yake mzazi? Yaani kama ataamua kujitoa kwenye kinyang'anyiro cha Freemason kwa kutekeleza hizo kafara zake 7 ili aanze kwenda kwenye hizo safari 3 tofauti za miji mikuu, je, huyo mama yake hata kuwa kwenye listi ya watu ambao wanapaswa kutolewa kafara katika watu hao 7? Hiyo ndio concept kubwa ambayo nipo nayo. Lakini ni kwa nini ameamua kumchapa kimbora mama yake mzazi? Binafsi nimewaza kwamba yawezekana ametengeneza udhaifu kwa mama ili aweze kumpata na kutekeleza sharti ambalo Balaam amemwambia kwa namna ambavyo ameota ndoto anapaswa atekeleze kile ambacho amekiona ndotoni. So ametafuta weakness ya kuweza kumuingilia mama kwamba ili apewe msaada lazima afanye kitu fulani aweze kupona. Sijui kama umenipata hapo? Yes. Hiyo ndio njia ya kwanza ambayo nadhani Clam alipanga afanye hivyo. Lakini pili, kama kweli ikaonekana Clam anahitaji kumsaidia mama na ameshindwa kutekeleza sharti ambalo amepewa na Balaam, basi option ya kutoa kafara 7 inaweza kuwa ni possible, lakini huyo mtu wa 7 au kati ya hao watu 7 mama yake mzazi hawezi kuwepo. Tuache hiyo concept, imeshakaa kwenye brain. Then tuje kwenye concept ya pili. Aisha ameshampatia kiulizo vitu vyote ambavyo alikuwa amemnunulia. Hii inaweza kuwa ni njia moja mbaya ya Aisha kuweza kulia kwenye maisha yake, kwa sababu hajui mwanaume ambaye anakwenda kuwa naye ni mwanaume wa namna gani. Kumbuka nilisema mwanzo na wengi waliniuliza kwamba Timothy ulipokuwa unasema kwamba Mr. Mabrich, kwa maana ya kwamba Matula ni mtu wa system, yani ulikuwa na maana gani? Ipo hivi, ninapozungumzia kwamba Matula ni mtu wa system, yani mtu ambaye anajiuza mwili kwa upande wa mwanaume kwa maana ni shoga, huwa sipendi kutamka sana hilo neno. Thus nikasema ipachike neno pacha ambalo tutamtambulisha huyu mtu kama ni mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo ninaposema Matula ni mtu wa system, tambua kama Matula ni mtu ambaye ni shoga. Kwa hiyo nielewe kwa hivyo. Nadhani mpaka hapo utaweza kuwezeka kwenye akili kujua Timothy ana maana gani akisema neno mtu wa system. So huyu mtu wa system kwa maana ya Matula
anaweza kuja kumfanya kitu kibaya Aisha, even hata kumtoa kafara, au kikatokea kile ambacho kimetokea kwa mke wa Mgaya kwamba mtoto anapaswa kutolewa kafara ili maisha yaende, na uchungu mzito na majuto pamoja na manyanyaso yanaweza akawa ni mazito kwa sababu ya fedha ambazo Aisha anazitaka. Yes, amefocus kwenye maisha. Mimi nafikiri kiulizo ndiye mwanaume bora ambaye angemnyosha kwenye mnyosho mzuri, basi maisha yangekuwa smart. Sometimes wanawake huwa wanapishana na bahati na kuona kwamba wanakoelekea kuna bahati, kumbe kuna majuto ambayo hayakauki kuweza kuwatoa machozi. Then tukija kwenye concept ya 3, mke wa Mgaya amekataa kabisa kwamba mtoto wake hawezi kutolewa kafara, si ndio? Yes. Sasa ana nguvu gani ya kuweza kumzuia? Hapa lazima tutafakari mara 2 mara 3, kwa sababu ugomvi mzito lazima utaibuka baina ya hawa watu wawili, wakidai kwamba huenda uhai wao ukawa hatarini kama wasipomtoa mtoto, na mama haipo tayari. Ni yupi atakayehusika katika kumtoa kafara huyu mtoto ili watimize adhma walionayo? Hiyo ndio jambo la msingi ambalo kila mmoja hapa anajiuliza. Mimi nikasema anyway, yawezekana Mgaya akaja kumtafuta mtu ambaye anaweza kumtoa kafara nje ya yeye ili kurepresent ile kafara. Kwa mfano akamuita mtu labda kwenye kikosi, bwana hebu nitolee kafara mtoto wangu kwa sababu mke wangu nikisema nifanye mimi anaweza akanizidi au nikaona huruma, kwa hiyo hebu kapambane wewe kumtoa kafara mwanangu, halafu mambo mengine yakafuata. Hivyo ndivyo ambavyo mimi nimefikiria. I don't know kwa upande wako ni kitu gani ambacho umekithink katika hilo jambo. Na kama ndivyo, basi Mgaya asipofanikiwa kumtoa kafara mtoto, yeye ndio atakayekufa na mama ndiye atakayebaki. Je, yupo tayari au hayupo tayari? Haya, tukija kwenye concept ya 4, Matula alimwahidi Mwamba kwamba atamsaidia. Na Mwamba ameenda kukaa na mke wake, wamejadili. Mke wake amwambia anyway, sometimes inawezekana kwa kuna ABC, kwa hiyo kuwa mvumilivu, si ndio? Yes, sawa. Si kitu hajui kitu ambacho Matula anakifanya, na mume wake anakokwenda kujipachika ni kubaya zaidi, na mambo akiwa ni mazito, basi si kitu anaweza kujiutia ndoa chungu ambayo atakuja kuiona hapo mbele. Swali ni kwamba kwa nini Matula alimweka Mwamba pale ufukweni kwa muda mrefu na kutaka kutokea? Binafsi nikawaza kwamba anafikiri namna ya ugumu wa pesa ambazo anakwenda kumpatia jamaa kwa masharti mazito ambayo anaweza akapewa, kwa sababu mfumo ambao Matula hapo nao kwenye crew yao ni mfumo wa damu tu, si ndio? Na kuna baadhi ya masharti magumu ambayo wanapaswa kuyafanya kama wakiambiwa na mkuu wao Bailam. Kwa hiyo kuna muda wanasema ukiona mtu anakuficha jambo au hakuambii kitu, hana nia mbaya. Naogopa sana kukichokonoa hicho kitu ili kufahamu dhamira iliyojificha ndani hilo jambo. Nafikiri next time Matula atampigia simu Mwamba na kumwambia nilikuwa nimetingwa, lakini unapaswa kuja sehemu fulani then baada ya hapo mambo mazito yakaanza kuibuka. Hapa kijijini pazito, ila kuna concept fulani nilisahau, nikasema ngoja nitakumbuka baadaye nitawaambia. Ipo hivi, mama yake na Clam ni mtu ambaye anamjua sana Mungu. Je, kimbora ambacho Clam amemchapa mama yake kinaweza kuzaa matunda mabaya au matunda mazuri? Kwa sababu ukiwa na Mungu siku zote mambo kama haya hayawezi kukukuta katika namna moja ama nyingine. So hebu jaribu kushare nami idea ulionayo katika hili. Unaona nini katika hizi concept 4 ambazo nimekwambia? Sijapenda kabisa kitendo cha Clam kumpiga kimbora mama yake mzazi. Hii ni mbaya, inaumiza kwenye maisha. Kuna mambo kama haya yapo yanatokea. Hebu vijana tufanye kazi. Vitu vingine bana sio vizuri kuweza kutafuta fedha katika namna ambayo unahitaji kuwa tajiri kuonekana. Mwisho wa siku unaingia kwenye mikataba mizito kama hii, alafu baadaye ukimpoteza mzazi unaanza kulalamika. Lakini jambo la pili, Aisha bana imenigusa kwa sababu kuna baadhi ya wanawake huwa wanapishana na bahati. Nimezungumza sana pale mwanzoni kwamba unaweza kumpata wanaume mzuri lakini ukaja kushawishiwa na mwingine mzuri zaidi ambaye unafikiria labda kwa sababu ana pesa na kila kitu anaweza kumudu shida zako, lakini hujajua ni kitu gani ambacho kinakwenda kukukuta huko mbele. It is better mkatafuta kwa pamoja kuanza A mpaka Z, lakini vitu vya kusemaga sijui nataka nimpate mme mwenye gari mwenye kitambi mtepeto, utajua hujui. Binafsi sina la ziada. Make sure una like video hii kisha unafinya na subscribe ili kupata update kwa sababu sika. Then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. After saying so, see you until the next time, but
You may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.